amekuja kwa ajili ya hili. Tunawasiliana naye toka jana. Mlikuwa naona taarifa tuulize iko wapi, atafika na nini. Hiki kitu kinafanyika kiko ndani yake pia. Kiko ndani yake. Kwa hiyo hata sisi tunafanya, lakini tuko chini ya wao, ndio watawala. Maana yake ndio anatawala hii ofisi ya michezo hii, utamaduni na kadhalika. Kwa hiyo amefika hapa kuwa na sisi. Anafurahi sana kuwa na hili, lakini atazungumza mwenyewe. Karibu sana. Asante. Habari za mchezo. Basi kama ilivyokuweka juhudi za dhati. Tukiweka juhudi tu kiwanjani, hakuna mpira sio uchawi. Ni kiwanjani. Kwa ukubwa zaidi tujitahidi. Tuwe na moyo wa mazoezi. Tusichukulie kama mazoezi ni sehemu ya adhabu, ila ni sehemu ya kujikuza wewe mwenyewe. Na sio mazoezi ya kiwanjani tu, hata mazoezi ya binafsi. Kwa huu ni mwanzo, kama nilivyosema, hizi changamoto zote ndogo ndogo tuzivumilie, tutafika pale ambapo inatakiwa tufike. Basi sina mengi ya kusema, asante. Na nikaribishe pia, kabla sisi hatujazungumza, na ni katibu wa KDF A ambaye tupo naye toka jana kwa wale waliokuepo. Maana ndio alikuwa kama mwenyeji wetu hili tukio tunalifanya. Naye kama tulivyosema ndio kiongozi wa mpira wa soka wilaya ya Kilolo. Kwa hiyo jana tulikuwa naye kama mwenyeji wetu na ndio kiongozi wetu mkubwa. Maana tunayofanya yote pia anategemeana na yeye anatupokeeje pia katika wilaya yake. Karibu bwana, zungumze kidogo na wewe. Vijana safi. Michezo. Jina langu nishajitambulisha. Wengi tayari wameshanifahamu. Mimi sipendi niwe na story nyingi, mengi tumeshazungumza sana. Ila tu nimefurahi na nimependezwa kwa hili. Nimeshukuru sana viongozi wa klabu na vijana wetu. Tutiane moyo. Mimi kama katibu nimelipokea. Mengine tutajadili na viongozi wa klabu kuelekea mikoani. Mimi nimelipokea. Nashukuru sana. Mimi nafikiri katibu ameshazungumza. Bado tu anaifanya kazi ya ukurugenzi na nini. Mimi nafikiri kikubwa zaidi kwamba kwa sababu nyinyi ndio wageni wetu waalikwa, ndio wageni wetu wakuu, sio mbaya pia tukajitambulisha wakatufahamu. Sababu tumewaambia sisi tumechukua vijana kutoka kila kona karibia wilaya. Lakini pengine inawezekana kusema bora umechukua Ruganga tu. Kumbe bahati mbaya au nzuri Ruganga tujampata bado mtu. Tulishindwa kupata Barcelona, karibu tukapata mtu ambaye angeweza kutuelekeza kama bwana kuna kipaji kile pale tumeshakiona. Tumeambia sijui nani ila hayupo saizi hapa. Kwa hiyo ndio bwana tukashindwa kumleta moja kwa moja. Kwa hiyo ni kwamba kweli imebeba. Kwa hiyo sio mbaya wakawafahamu pia. Hata kama watakumbuka majina yote, lakini wakajua tu kwamba okay, kumbe salamu zimetoka sehemu mbalimbali. Ya, kwa hiyo karibu moja jitambulisha. Nani, unatokea wapi? Okay, asante. Kwa jina naitwa Efron Laurent Msamba, nimetokea Nyang'ange. Kwa jina naitwa David Kalinga, nimetokea Ilula. Bazili Mgovano, nimetokea Utengule. Kwa jina naitwa Lomfeka Emela, natokea kata Mlafu kijiji cha Isaku. Kwa jina naitwa Eleneo Mbelo, natokea Isaku. Naitwa Tyson Justin, natokea Ihimbo. Selemani Makela Ihimbo. Mwirafi Zekia Ibofu. Ivan Makula Ihimbo. Ali Saidi Utengule. Amazia Nyengo kata na Victor Nyemba Utengule. Shida Magoda Utengule. Igno Pata Ikarua. Makela Isaya Ibofu. Iko Mwinga Ikokoto. Fredi Chilala Kesa Mgagana. Naitwa Msafiri Msali, natokea Ilula Ikokoto.
naitwa Omar Chande, mtoto wa Morogoro, lakini maisha yangu ila Kilolo, kijiji cha Lulanzi. Mgovano Petro Ibofu. Sijasema Petro wapi? Ibofwe. Mimi naitwa Festo Magoda natokea Utengule. Mwalimu Antoni natokea Mtitu Sekondari Ihimbo. Tunapata call nyingi sana na suggestion za wachezaji nyingi sana, lakini pia kwa sababu tunao walimu humu wamekuwa na watoto kwenye miseta, wengine wakisema bwana hawa nao lazima nao waingie. Kwa hiyo huu tumefanya uzinduzi wa awali ni wa siku moja, lakini tunategemea sasa kama klabu kuwa na uzinduzi mkubwa zaidi mwezi wa 6. Wa 6 mwishoni kuelekea mpaka wa 7 ile pale. Tutakuwa kwanza kwenye kambi ambapo tunategemea kuita vijana wengine zaidi kutoka maeneo mbalimbali. Katika humu watakuwepo kwenye kambi ya kama wiki 2 na mwalimu ataweza kufanya uteuzi mzuri kabisa na kupata kikosi ambacho ni imara na ambacho kitatuwakilisha wilaya vizuri katika mashindano mbalimbali. Kwa hiyo tunatoa kama taarifa kwamba jamani kuna hili na lipo kwenye mchakato, tena mchakato mkali. Kwa na kufika kwenu hapa sisi tunajua ni mwanzo pia wa kusambaza hizi habari na kuwafikishia wadau mbalimbali na viongozi mbalimbali wakajua kwamba vijana wa Kilolo wameamua kujiajiri. Tunazungumzia kutafuta ajira, lakini wameamua kujiajiri kwa kutumia vipaji vyao. Na sio kujiajiri kwa manufaa yao tu, hata kwa maendeleo ya wilaya ya Kilolo. Kwa sababu tutakapoifanya wilaya iwe vizuri kimichezo, tunategemea mwisho wa siku pia maendeleo yatakuja huku. Tutapata viwanja vya kisasa huku. Watu watakuja kuwekeza huku kama ni mahoteli na nini, kwa sababu timu kubwa zitakuja huku. Lakini pia tutapata watoto wetu ambao wataenda kucheza mpira hata nje za nje, ambao tayari watakuja pia kujenga uchumi wapi wa huku kulibali. Kwa hiyo ni mpira, lakini ukiangalia kwa mapana yake tuna mambo mazuri sana ambayo tutafaidika kutoka kwenye hiki kitu. Yeah. Kwa hiyo kikubwa ambacho sisi tumeamua kukifanya leo hii ni kuwajulisheni wananchi, wazazi wetu, viongozi wetu, ili tuweze kushikamana katika hili. Tuwanyanyue vijana. Tunapoteza rasilimali nyingi sana. Mimi nasema hatutumii vizuri rasilimali tulizonazo. Mwenyezi Mungu atujalie rasilimali nyingi sana, ikiwa ni pamoja na vipaji. Lakini hatumekuwa tuvitumii vizuri. Kwa hili hapa nataka iwe ni mwanzo tu kwamba vijana wote ambao wana vipaji kweli basi wafaidike na vile vipaji na watunufaishe na wengine. Kwa hiyo ndugu zangu wageni waalikwa ambao ndio umetukusanya hapa, kama ulivyoona ujumbe huu umekuja kutoka huko na tunajua tumewapa message ya kutosha na nzuri kabisa. Tutegemee mema zaidi kutoka huko. Na tunajua pia hata nyinyi huko mnakoenda ni mabarozi wazuri. Mtazidi kufanya yale ambayo mmekuwa mkiagizwa mkayafanye kama mchezaji, lakini vile vile katika kuhamasisha nini? Jamii. Labda kitu kingine cha kuzingatia kwamba hii ni timu ya Udizungwa. Lengo letu mama tumesema ni kukuza vipaji vya vijana. Lakini ndani mwake tumesema tukikuza tu vipaji kama hatutakuwa tayari kuangalia na ardhi na dunia tunayoishi haitakuwa na maana. Tumebeba ujumbe wa pili pia, uhifadhi wa mazingira. Na ndio maana tukachagua kwanza jina lenyewe Udizungwa. Tukichukua kwamba uwanda wa huku, misitu na nini. Na ukiangalia katika nembo zetu pia kuna tembo na miti na nini. Kwamba tunataka pia kutoa elimu kwa jamii juu ya uhifadhi wa mazingira na wanyama pori. Na utalii pia na kutangaza utalii. Kwa hiyo tumebeba hizi pia ujumbe wote. Kwa hiyo sio vipaji tu na haya mambo mengine tunataka pia kuhamasisha jamii. Tunajifunza kitu kutoka kwa mfano Isimani. Ilikuwa ni sehemu yenye rutuba, yenye uzalishaji mzuri, lakini leo hii ni jangwa. Kwa hiyo tukasema na sisi tusipochukua hii tahadhari mapema huku, tunaweza kesho tukapata nini? Mazingira kama yale yale. Na pengine kuhamasisha hata wale ambao wameshapata wale tukashirikiana kwa pamoja katika kuhamasisha jamii, tukaokoa lile hali ya jangwa ambayo inakuja kule. Kwa hiyo ndio ujumbe mmoja hapo pia ambao tunabeba. Na ndio maana pia tuliwaalika watu wa mazingira wa Kilolo, wa Kilombero vale, bonde la Kilombero na nini. Of course kidogo wamesema kwa leo hawatakuwa na nafasi ya kufika, lakini wapo pamoja na sisi pia. Tumewaona na watu wa Tanapa nini wametunga ngoja jamani tufanyeni kitu kizuri. Tutajua namna kushikana mbele huko nyuma. Huko mbeleni ya. Kwa hiyo ni ujumbe pia moja hapo ambao unatujengea katika hii timu yetu mizunguko. Kwa hiyo hata mtu akieleza huko mbali na mpira, sisi pia tunataka kuhamasisha jamii juu ya utunzaji wa mazingira. Nashukuru, ni jambo jema. Nafikiri hatujasikia habari ya watu wa Boma la Ng'ombe. Sasa najua message itakwenda. Boma la Ng'ombe, itakwenda Ukumbi. Hajasikika hapa. Masisiwe, Idete, Kimara. Labda kwa mfano kama Kimara, kuna mtu tetu cha Mtego anaitwa Elibisha. Anasema tu ameshindwa kupatikana kwa hizo siku za karibuni. Na Kilolo kule kuna dogo mmoja anaitwa Kalolo. Na wapi Ukumbi? Na Pomelini. Ya Kalolo. Pomelini tunaye kijana mmoja anaitwa Hassani Selemani. Nao wameshindwa kufika. Wameshataja yuko hapa. Okay, ya Nguruwe kule. Kesho Mgagao. Yaani kata hiyo. Kata hiyo. Na pia tunao wengine kutoka Masege kule, yes. Sema tu
Sehemu nyingine nafikiri taarifa zijawafikia vizuri bado, lakini kwa sababu nasema ni mwanzo, mwezi wa 6 tunategemea tupate angalau kutoka kila kona. Lakini pia tufikisheni salamu kwa mdhamini aliyeanza. Asante. Kwamba tunathamini sana mchango wake, na kwa sababu umetarget kuelimisha jamii kuhusu kuhifadhi mazingira, basi waendelee kuunga mkono. Maana hizi sare zingetosha wote, ingependeza, lakini na hakika watatoa. Unajua watu wengine wanajaribu kuangalia nikipeleka, je, watavaa? Sasa kwenye mtandao itaonekana watu wamevaa, na wengine bado hawajavaa. Zitakuja na nyingine. Hongereni sana, endeleeni kujitahidi. Sawa? Michezo ni ajira, michezo ni afya. Okay, mimi washukuru sana kwa maneno mazuri, maneno yenye matarajio, yenye matamanio. Ni maneno ambayo yanachochea kitu ndani mwetu katika nafsi. Na mimi niseme kama mwenyekiti wa hii timu tunayo launch leo, sisi tamaa yetu ni kuona mnafanikiwa. Na hatutakubali hizi lugha mnazosaza mitaani, nasema mtu anayeingiza figisu kwenye timu yetu. Sisi tunataka, tumeanza leo, na nafikiri toka nianze kuwa na utambuzi wa akili ya utu uzima kufanya mambo yangu, huwa sipendi kushindwa jambo. Hiyo ndio nafsi yangu. Mmesikia mkurugenzi hapa anajaribu kueleza kwamba tuna miaka 2 tunatakiwa tucheze ligi kuu. That's our plan, that's our goal. Yes. Na hatutakubali. Sisi tunataka kile tunachokitafuta, tunachopigana kukipata, fike malengo, kiwanufaishe ninyi. Yaani mfike sehemu, yaani tupigane na ninyi. Kwa hiyo unajua vilabu vingi tumetoka sehemu mbalimbali, tumefanya kazi sehemu mbalimbali. Yaani watu tunaingia, wengine wanaingia kwa ajili ya, yaani unapata kidogo kinashindwa kuwafikia walengwa, kinaingia kwa watu. Sasa hiyo haipo. Yaani tunataka kile kidogo tunachokipata kiwasaidie ninyi. Tuko pamoja na ninyi. Kwa hiyo hilo ndio lengo ambalo yaani tumejia, tunakaa hapa, tunawakiwa na jua, tuna mtizamo mbali kwamba at least tuwe na kitu ambacho mwisho wa siku kina mafanikio. Na mafanikio haya nilisema wakati tunazungumza pale jioni, sisi tutafurahi sana wewe kuona uko sehemu fulani. Hatufurahi kwamba sisi tumepata kitu, ila tunafurahi kwamba yule, na nafikiri ni karisma za walimu. Si karisma za walimu, hakuna mwanafunzi ambaye wanarudi anatuletea gari, ni wachache sana anayekuletea zawadi. Lakini tunafurahi tunapoenda ofisini tunamkuta mtu ndiye mfundisha. Amefanikiwa. Amefanikiwa. Hiyo ndio furaha yetu. Kwa hata ndio wazee wanalima shamba hilo ile mwaka huu havuni, na mwakani kianza kilimo tena nalima lile havuni chochote, hajaongeza mbolea, hajafanya nini. Nafikiri Mungu ataleta muujiza. Hakuna hicho kitu. Umelima mwaka huu hujapata chochote, mwakani ujiweke vizuri, tafute mbolea, ufanye nini, unategemea at least nibadilishe mazao. Lakini kama umefanya kitu kile kile ulicholima mwaka jana, shamba lisiokuwa na lolote, usifikiri kuvuna chochote. Kwa hiyo ndio hicho kwamba leo nimefanya nini, nategemea kufanya nini. Kwa hiyo sisi kama viongozi, niwaambie msimamo wetu. Sisi kama viongozi tunatafuta, tunahangaika, lakini tukipata shilingi 100 lazima tufanye kitu kwenu. Hatutafuti kwa ajili yetu hata mara moja. Tumesema tumeaim kwamba kwa nini Kilolo? Kwa nini na sisi tusiwe somewhere? Kwa nini wenzetu wanaanza wanapita? That is our aim. That's our aim. Sio tuna aim sisi nianze kujenga nyumba kwa sababu hapana. Yaani hayo mawazo muondoe kabisa kwamba sisi tumekaa kwa sababu ya hilo. Lakini tunafanya kazi. Tumeongeza muda wa ziada, tumejiongeza kufikiri kwa ajili ya watu wengine. Sisi tayari tunafanya kazi kama nilivyosema. Sisi familia zetu hazikosi kula. Viongozi hapa wote hawa wako vizuri. Wako vizuri. Wako vizuri. Unaona mtu anasema Gutambi na taratibu wenyewe. Taratibu uko vizuri. Kwa hiyo sio kitu. Wako jirani na wananchi. Kwa hiyo hatuna, mawazo yetu ni kuwa na kitu kimoja. Yaani hilo ndio wazo ambalo mtoke nalo kwamba leo hatuna kitu, tumewaita kulonji timu, hatuna kitu cha kuwapa,
lakini we are trying to fight, tunajaribu kupigana. Tukipata chochote tuwawezeshe, muishi, muwe na amani, mawazo yenu yawe uwanjani. Tukiwa kambi, mawazo yenu yawe uwanjani, utengeneze skills, ucheze mpira. Hicho ndicho tunachopigana. Yaani tusiwe tu hapa kwamba watu wameshindwa kunywa chai asubuhi, watu wameshindwa kula chakula mchana. Hicho ndio hatutaki. Tunataka tukiwaweka hapa kambi wiki moja mbili, kama sasa mwezi wa 6, at least mnakula, unapata hela ya sabuni, unapata nini. Tunajua tunatengeneza tu, mwisho wa siku neema itakuja we are going to achieve. Yeah, we are going to achieve. Kwa hiyo haya ndio mawazo ambayo tunasema wote muondoke nayo. Mnaweza kaona ambaye hana future na hiki tunachokifikiri, anaweza kaona kama tumemsumbua, tumemleta hapa, lakini mwanzo ni mgumu. Niliwaambia hata jana, tunafanya exposure, ndio tunazindua. Mlikuwa mnaona tunachukua picha, tunachukua clip mbalimbali kwa ajili ya kuendelea. Tunataka tuwe na kitu ambacho bora. Timu ikikaa kambi, iwe kambi kweli kweli. Iwe kambi kweli kweli. Tungesema tumje tutafute loji ya kiuni, lakini no, hebu mlale vizuri, at least muwe kwa afya. Wale waliolala nafikiri hamjapata shida sana. Hamjapata shida sana. Tulitazama mahali ambapo mnaweza mkalala pazuri. Kwa kile kidogo tunakwenda basi. Lakini hamjabuguziwa, kwa sababu jana niwaambia melala na mkurugenzi pale, hamjabuguziwa, na tuhakikishie kwamba mliokuja mtarudi na chakula cha mchana kitaliwa. Alafu basi turudi na ujumbe huu. Turudi na ujumbe huu. Nimewaambia tumeamua kuingia mpaka mfukoni, tufanikishe hilo. Kitu kilichopata ni kidogo sana, lakini watu walikuwa wanauliza hii timu iko wapi? Sasa ndio tunayo timu. Hii ndio tunaondoka nayo. Hii ndio tunaondoka nayo. Na ndio maana tumeilaunch leo ili tuondoke nayo. Watu wanakao uliza iko wapi? Na kila mmoja hakikishe unaacha mawasiliano ambayo ni sahihi. Hizi namba ya simu, hata kama uligombana, ulifanya nini, namba ya simu iwe ni ya msingi. Usibadilishe simu kila siku, utakosa vitu. Utakosa vitu vya msingi. Ni afadhali kama una simu uiblock tu. Uiblock tu kwamba huyu mtu akikupigia asikupate. Lakini line ubaki nayo ya msingi. Mtu anakutafuta siku fulani, anakutafuta siku fulani. Kwa hiyo sisi tutakapokuwa na nani, kama tunazungumza mwezi wa 6, lakini pia tutakuwa na jua mchezaji mmoja kumjua